Fikiwa na mgeni wetu almaarufu kama Mr. Chela Star, shabiki kindaki wa Azam FC. Ataenda kujitambulisha yeye zaidi. Naitwa Chela Star, ni mkazi wa kijiji cha kata ya Dumila na ni shabiki kindaki wa klabu ya Azam mpira wa miguu, lakini na pia ni kiongozi wa tawi la Azam kata ya Dumila. Leo niko hapa kwa ajili ya kutoa simulizi au hadithi ya nyuma iliyopita. Mimi kifupi ni mtoto wa mzee mmoja almaarufu alishakufaga. Mzee mmoja aitwa Mzee Machela na ni mtoto wa saba kuzaliwa, lakini katika harakati za familia yetu namna ambavyo tulivyokuwa tukiishi, kwa sababu mzee wangu alikuwa anamiliki wanawake 4, amezaa watoto 16, watoto wakawa na watoto. Hapa kulikuwa kuna changamoto kubwa sana katika namna ya kututunza, kwa kuwa tulikuwa wengi na hali ya uchumi ilikuwa kidogo iko chini. Mazingira ya baba yeye kuwa na shule, hakubarikiwa kuwa na shule, lakini kulingana na mifumo alithia ilipelekea sisi kupita kwenye nyakati ngumu sana, kuanzia kwenye mavazi ya nyumbani, mavazi ya shule, mabegi na kadha. Yani vile vitendea kazi vyote ambavyo unaona hivi vinamfanya mwanafunzi at least anaweza naye akajihisi kuwa ni mzazi, ni mtoto ambaye anatokea kwenye familia iliyo bora, yani kidogo ilikuwa ngumu. Muda kama huo ambao watu wanapitia katika vipindi hivyo vigumu, lakini leo nadhani watoto wetu hampati, si ndio? Mambo magumu, maisha magumu, mnaishi maisha mazuri, lakini leo watoto, nisikufiche, imekuwa heka kiasi ambacho, ndugu mtazamaji na ndugu mtangazaji, imekuwa ni tatizo na ni janga. Kwa hiyo hii leo ndio simulizi yangu ambayo nimeona nije kwenye media kubwa, media pendwa, nije niitoe ili iwe shule, iwe funzo kwa wengineo, hasa kwa watoto wetu wa kizazi cha sasa hivi. Sisi wengine alhamdulillah kidogo namba ya umri inaenda, kwa hatuna sababu ya kuwa na vitu hatarishi ambavyo ni vikwazo, vilitukuta na tulikutana navyo. Lakini katika harakati hizo, huwezi amini, kuna muda sometime unahitaji kwenda kupata viatu vipya, mfano shule ikiwa imefunguliwa. Kwa kuwa watoto tulikuwa wengi jumlisha wajukuu, na yeye baba ndo alikuwa mkuu wa kaya wa familia kulingana na ule mfumo wa kidhamani ambao wazee wetu walikuwa wakiishi nao. Huwezi amini, yani unakuta unakwenda katika hali ya kuchagua viatu, wewe unakwenda kuchagua kiatu ambacho ni kizuri kabisa, ambacho hicho ndo hata serikali, baadhi ya familia na nyumba zingine watoto wao wanavishwa. Mzee anasema hivyo viatu ni bei kubwa sana, kwa sababu nyie mpo wengi. Mzee anaamua kutupeleka katika hivi viatu ambavyo tunasema sagula mtumba, ambavyo hivyo vimemwaga chini. Yani ukiwa na shilingi 100 umeondoka na pea 2, ukiwa na shilingi 50 umeondoka na pea. Mzee anaamua kwenda kupointi skuna, alikuwa kwamba bila kujali kuamini mtoto wa kiume. Unaona vizuri, mzee anakuambia jaribisha hicho hapo wewe Chela Star. Mimi nikijaribisha, lakini baba kabla sijajaribisha hivi viatu ambavyo vinaonekana ni skuna, na ukizingatia mimi mtoto wa kiume, je, unavyoangalia huko darasani itakuwaje? Kuanzia walimu, wanafunzi wenzangu, hapa katikati inakuwaje? Kwa maana mimi nitakuwa ni fulu kituko, fulu kuchekwa, fulu kuadisiwa, fulu kuisha kidole. Anasema msinisumbue. Hapa nilipo hiyo hela yenyewe nimeipata tu zalizalina, nimeuza debe langu la mafiwi ndio nimepata hela, ambao ndio hiyo natakuwa nihakikishe wote mmepata pea na chenchi bakie ni nimechumvia mawe, mama yenu aende akafanye maswala. Sitaki kusikia. Anayeweza kupointi hivyo viatu apointi, asiyeweza azimie kwenye gia. Sasa utafanyaje? Inabidi tu ndugu mtazamaji, inabidi uchukue, lakini kimbembe unakifikiria kabisa uko shuleni balaa linaenda kuwa kubwa, kwa sababu sasa haijalishi wewe utakuwa sasa mwanafunzi, utakuwa mwalimu wa kawaida, utakuwa mwalimu mkuu au utakuwa headmaster, lakini kutokana na hali zetu za kiuchumi, yani manake tumepita kwenye nyakati ngumu, haijawahi kutokea. Yani uniform yani si kwanza nisemeje, inasikitisha sana. Ndio maana sasa hivi ndugu mtangazaji, ndugu watazamaji, nikiona mtoto anatokea kwenye familia ambayo wa baba zao hawajajipata, lakini wanajaribu kuhakimu mahitaji muhimu, mfano uniform nzuri, mabegi, unaona, macounter book, yani mwanafunzi anaondoka nyumbani aliyakuwa kwamba muonekano wake wenyewe peke yake unamfanya yeye awe stable katika masomo. Muonekano wake wenyewe tu umfanye alale awazie kesho shule na aipende shule. Sisi ilikuwa kipindi hicho haiwezekani, lakini watoto wa leo utakuta eti vitu vyote anavyopata kwa wakati, anakuwa personality, lakini hapendi shule, anaichukia shule, anakuwa mtoto kituko mwenye kumkwaza mzazi au wazazi.
jambo ambalo sisi wengine, ndugu mtazamaji, hilo jambo sisi hatukuweza kukutana nalo, na ndio maana kuna muda sometime ukiona uko na mtoto jirani unajaribu kumpa ushauri, unajaribu kumpa nasaha, kwa sababu mwanafunzi ili aweze kuwa na akili, manake vitu pekee vinavyoweza kumfanya awe na akili kwa mtazamo wangu mimi, cha kwanza apate kuzingatiwa mazingatio muhimu ya kimsingi, aweze kupata uniform nzuri, aweze kupata begi nzuri, aweze kupata begi, socks nzuri, yani ule muonekano, saluni kwa wiki ende mara moja. Lakini sisi zamani ni sikufiche, mwanafunzi anakuwa kama rastamani, kidevu kimechakaa ndevu, haijawahi kutokea palize ijulikane ya ndevu inapigwa lini. Lakini hao yote sisi tumekutana nayo, na ndio maana leo nikaona hapana, kuna muda natakuwa nifike katika media pendwa kubwa kama hii ili niweze kwenda kutoa shuhuda. Lakini shuhuda hii naamini ndugu watazamaji wanatazama, wazazi wanatazama, watoto wanatazama, babu bibi wao watawasimulia na kuambia, mmeona nyinyi kwa sasa mnaishi maisha mazuri na mnapata kila kitu kwa wakati, lakini hampendi shule, amui wanafunzi bora, kwa sababu wenzenu wamepita kwenye nyakati ngumu kama hizi ambazo wanazisimulia huyu Chela Star. Mmeona wao ilikuwa wakenda shule, wakirudi no msosi wa asubuhi manake chai, wanakwenda tena shule, akirudi no chakula cha mchana. Chakula ni sikufiche kinapatikana usiku, na mkila hiyo inasawazishwa nitakula tena kesho muda kama huo, ambao watu wanapitia katika vipindi hivyo vigumu. Lakini leo nadhani watoto wetu hampati, si ndio? Mambo magumu, maisha magumu, mnaishi maisha mazuri, lakini leo watoto ni sikufiche imekuwa heka heka kiasi ambacho, ndugu mtazamaji na ndugu mtangazaji, imekuwa ni tatizo na ni janga. Kwa hiyo hii leo ndio simulizi yangu ambayo nimeona nije kwenye media kubwa, media pendwa, nije niitoe ili iwe shule, iwe funzo kwa wengineo, hasa kwa watoto wetu wa kizazi cha sasa hivi. Sisi wengine alhamdulillah kidogo namba ya umri inaenda, kwa hatuna sababu ya kuwa na vitu hatarishi ambavyo ni vikwazo, vilitukuta na tulikutana navyo, mwisho wa siku vilitukwamisha mpaka sasa hivi. Kwa hiyo tunatakiwa tusimame kwenye media, tuweze kusema kweli yenye kumpendeza Mungu ili tuweze kujisaidia kizazi chetu. Ningependa kujua kwamba yani maana umezungumzia kuhusu kwenye milo. Ningependa kujua kwa siku mnakula milo mingapi? Ndugu mtangazaji, kwa siku sisi tulikuwa tunakula mlo mmoja, kwa maana mwanadamu kawaida anatakuwa ile milo mitatu, lakini binafsi mimi kwa kwetu tulikuwa tunakula mlo mmoja, kwa maana ilikuwa ni saa moja kama hivi jioni, basi mkila hapo tena ndo hali alhamdulillah hamli tena mpaka kesho saa moja tena, kwa maana mzee alikuwa amebalance, asubuhi tusile, mchana tusile, tule usiku ili tuweze kupita vizuri ule usiku kucha, na mpaka kucha mpaka saa 5 6 ndo kidogo anaamini mzee kwa mtazamo wake mtoto atakuwa kidogo kachoka, lakini tutavuta mpaka ifika saa moja ugali na mwimbwiji utakuwa umeshaiva. Tumeweza kusikia wewe ni mwenyekiti wa tawi la Azam FC la mpira katika kata ya Dumila. Ni mwenyekiti kivipi? Yani hatujaelewa kwa hapo. Binafsi mimi ndugu mtangazaji, cha kwanza kama nilivyotoa historia, natokea kwenye familia iliyopotea yenye mapito mengi na ina historia nyingi. Katika harakati zangu za hapa na pale nilianza kuwa shabiki wa klabu moja ambayo inaitwa Yanga, lakini mwisho wa siku nilikaa chini nikajitathmini, nikajitafakuru, mimi ni kijana na ni kizazi kipya haswa cha kisasa. Ninachokiamini mimi, kuna baadhi ya vijana wengi ambao wanakiamini. Ninachokifuata mimi, wadau wengi wanakifuata kwa namna ambavyo Mwenyezi Mungu alivyokuwa amenijalia. Hapa katikati nikaona nijitathmini kwa kwamba hivi mimi ni kweli kabisa niweze kushangilia klabu ambazo zilipendwa, ambazo babu yangu, baba yangu, baadhi ya familia nyingi, wazee wangu wengi wakongwe wakuu walishakuwa wamezikwa, wametuachia hizi klabu. Mimi nikaona hapana, ni lazima nitengeneze matumaini mapya na njia mpya, na ndio pale ambapo nikaanza kuhamia Azam na kuwa shabiki kindakindaki, basi kuwa na hali ya timu ya polisi, ila nimeitengeneza mwenyewe kutoka moyoni, kwa sababu Azam ni klabu ambayo inacheza mpira wa kisasa, management ya uongozi iko vizuri, imenyooka, hawana mambo ya kiganaza. Hapa mimi ndio pale ambapo nilipokuwa nimevutiwa napo, kwa sababu ukiangalia sana Azam ni klabu ambayo inajitosheleza kwa kila kitu. Kwanza wao wameondoka kabisa katika dunia ile ambayo ya zamani, wao wanaishi kwenye dunia ya sasa. Kwenye harakati zangu za hapa na pale ikanibidi mimi sasa niwe kiongozi, mfuasi, mhamasishaji wa mashabiki wengi, kuwafungulia dunia mpya kuhusu habari ya Azam.
mwisho wa siku tukatengeneza mazingira, tukapata tawi ikabidi yapatikane mapendekezo, mimi niwe kiongozi, akapatikana katibu, akapatikana mhasibu, na hata hapa majuzi kati namshukuru Mwenyezi Mungu, uongozi wa Azam uliweza kututembelea hapa kwetu Dumila, na tuliweza kufanya nao mazungumzo ya kimsingi machache, na waliokuwa wametutembelea alikuwa sio mwingine, alimetutembelea ni kiongozi mmoja ambaye anaitwa Afsa Masoko wa Azam. Yeye ametutembelea pamoja na baadhi ya viongozi wenzie kuja kusadikisha ni kweli huyu Chela Star ni shabiki wa klabu ya Azam, ni kweli kuna tawi la Azam, ni kweli kuna mashabiki, na ni kweli wenyewe wamejionea. Na mimi niseme ya kwamba tumejipanga vizuri kwa ajili ya kuhakikisha Azam kata ya Dumila wanapata mashabiki wa kujitosheleza, wenye akili timamu, damu changa, ambao wanafikiri kisasa zaidi. Lakini ukiondoa kata, tunataka tutengeneze wigo kiwilaya. Ukiondoa kiwilaya, tunataka twende kimkoa. Ukiondoa kimkoa, tunataka twende kitaifa. Kwa nini? Azam ni klabu ambayo inafuatilia mpaka vizazi, yani kufufua vipaji vya watoto ambao wako mitaani wamepoteana, lakini Azam hawaachi. Wana academy nyingi, na hata hapa kwenyewe tunakusudia kufanya academy nyingi sana za ndondo kapu, yani mpaka mipira ya watu wakubwa. Hii yote kuhakikisha tunawafikisha sehemu husika, na Azam alhamdulillah tunamshukuru Mwenyezi Mungu, ni klabu nzuri kama nilivyokwisha kusema, na bado nasema uongozi umetukuka kuanzia idara ya juu mpaka sasa hivi. Na ndio maana kwa ukanda wa Dumila mpaka sasa hivi, ndugu mtangazaji, mashabiki pamoja na sisi viongozi tuko zaidi ya 100. Tunasema asante sana Mr. Chela Star kwa kipindi chetu cha leo ambacho ulichotufungulia kwa kututembelea siku ya leo, kwa kuja kutuelezea mambo mengi kuhusu maisha na soka la mpira. Pia niwashukuru ndugu watazamaji wa Asili TV Online. Tunashukuru kwa kufuatilia kipindi chetu pendwa cha Chimbu Chimbua ya kale yaliyosahaulika. Nikiwepo ni mimi mtangazaji wenu Naima Hassan Haji Ndunda, nyuma ya kamera akiwepo Hassan Haji Ndunda mwenyewe. Tunaomba msisahau kushare, kulike na kucomment video zetu. Pia msiache kutufuatilia, maana tunaleta vitu vingi sana vinono na vitamu kama hivi alivyokuja navyo Mr. Chela Star. Sasa tunasema asante, kipindi chetu cha leo kinaishia. Yeah.